XY. Maana yake X ni mtoto wa kike, Y ni mtoto wa kiume. Sasa kama wakiingia kwenye mzunguko wa uzazi, kama baba atapeleka kwenye mbegu yake kutenda Y, ikienda kwa mama inakuta X, inatengeneza tayari mtoto. Sasa kwa sababu watu hawajui hivi vitu, baba anaweza kulalamika, anampa lawama mtu asiyekuwa na lawama, anambebesha mama lawama. Vipi? Mimi nazaa tu watoto kiume. Wewe mtu wa kike tu ndio unazaa. Sasa wewe ndio hapa. Katafute wai kusudi tupate watoto wa kiume. Sasa mama hana jinsi. Sasa kama baba kwenye uzazi wako na kuna X mbili, hakubali matokeo. Yaani mambo mengi sana. Nimegusa kidogo. Ndio sana. Hivi vitu vimeleta shida sana katika ndoa. Baba anapokwenda akienda kagundua tena kwamba kuna na watoto wa kike, kwa sababu ule mwanamke anagundua tayari kwamba huyu bwana ana X nyingi, huyu lazima nimchezee mchezo. Unakuta kwa sababu unapoacha mkeo unaenda kwa mtu mwingine, wewe sio Mkristo. Wewe sio Mkristo. Mkristo anabakia kwa mke wake na mume wake. Na mwanamke anayesema mimi hapa naomba anazaa sana. Ngoja nikatafute wa kiume nje. Tayari naye sio Mkristo. Ule sio Mkristo tena. Kwa hiyo ndoa tunayozungumzia Kristo pale ishakufa. Hamna tena ndoa ya Kristo. Kwa sababu tatizo hili linatokea nini? Unakuta mke na mume sio marafiki. Nafikiri Jumapili niliwahi kusema. Familia ambayo mume na mke sio marafiki wanashindwa kutatua jambo kama hili. Kwa sababu wanaweza kusema kwa nini tupo hivi? Wakipata mtu kuwashauri vizuri, na maana mwanzo nikasema kwamba kuna Luka, kuna mchungaji na kuna mwanasheria. Mchungaji atakutia imani, atakuongezea imani, atakutia nguvu, anaongelea mambo ya kiimani. Na unakwenda kwa daktari anaongelea mambo ya mwili wa nyama. Unajua ukikaa vizuri katika mwili wa nyama na kiroho unakaa vizuri. Ukikaa vibaya katika kiroho, hata mwili tena uko vibaya. Kwa sababu kuna wakati mtu anakuwa na stress nyingi. Tusidanganyane sisi tumepita. Mtu anakuwa na stress nyingi, anajikuta hata kuomba. Ni kweli. Kuna koshi kwa sababu mwili wa nyama haukai vizuri. Ndio maana tunasema Wakristo ni lazima tujitahidi mwili wa nyama ukae vizuri. Usikae vizuri. Pale mnakaa, ongea vizuri na mambo yanakaa sawa. Lakini kama mwili wa nyama unateseka, ndio unaitwa stress. Na stress ikishaingia